Machawi hayawi yamekuwa, aliahidi sasa anatimiza. Mkarimu na mpole, mwenye huruma, Mungu katupatia. Mtetezi wa wanyonge, kimbilio la Kiwalala oye! Mtama oye! Kiwalala Kuchere! Bwana mpenda Rais Magufuli, nyosha mkono namna hii. Mheshimiwa Rais, kwanza ni kushukuru kwa niaba ya wananchi wa Kiwalala kwa kuamua kusimama hapa na kutusalimia. Najua uko safarini unakwenda Ruangwa, lakini kwa mapenzi yako ni kushukuru sana. Hapa Kiwalala umetupa bilioni 1.5 ya kujenga hospitali ya wilaya. Tunaijenga na juzi Mwenge umeweka jiwe la msingi na tunaendelea vizuri. Tumeijenga kilomita 4 kutokea hapa. Barabara yetu ya vumbi kidogo, najua mzee ukikohoa kidogo mambo yetu yatakwenda vizuri, lakini tunakushukuru sana mzee, tutapata huduma za afya hapa. Rais, ninakushukuru pia. Mwaka jana kidogo korosho yumba hapa. Wakulima hawa kwa sehemu kubwa wote wamebakiwa wakulima 24. Wengine wote wamelipwa mpaka jana. Hawa 24 ni wale ambao unakuta kuna tatizo la akaunti ya hapa na pale, lakini wengi wamelipwa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kuingilia kati na kuhakikisha wakulima hawa wanapata bei nzuri. Mheshimiwa Rais, hapa pamoja na miradi mingine ya maji na mingine mingi, lakini hapa Mheshimiwa Rais, katika jimbo hili umetuletea zaidi ya bilioni 24 kusambaza umeme vijijini, na kazi inakwenda vizuri sana. Yako maeneo ambayo hayajafikiwa kwa sababu ya kupanuka miji kwa kasi. Serikali yako imeanzisha mradi wa ujazilizo na sasa wanafanya vipimo na fedha zitakwenda huko. Tunalo changamoto moja kubwa Mheshimiwa Rais hapa ya shamba. Tunalo shamba maarufu kama shamba la Dewa, lakini linaitwa shamba la Maumbika Plantations. Hili shamba lilikuwa la mzee mmoja wa Kihindi, aliondoka siku nyingi baada ya uhuru. Shamba likabaki kama pori. Baadaye serikali wakaamua hili shamba badala ya kubaki pori liendelezwe na wananchi, lakini bila kulimiliki. Sasa wameliendeleza kwa muda mrefu. Tukafuata process kupitia Wizara ya Ardhi, wameleta mapendekezo kwako ili ukiridhia uifute hati ya yule mmiliki aliyelikimbia, halafu lirudishwe kwetu kwa mapendekezo utakayoamua Mheshimiwa Rais, halafu sisi tulipangie matumizi. Nadhani hii ndiyo changamoto kubwa sana kwenye eneo letu. Mheshimiwa Rais, nirudie tena kukushukuru, kukukaribisha sana Mtama. Sisi tunakupenda, tunakuhakikishia tunatambua kazi yako nzuri unayofanya. Kwa niaba ya wananchi hawa nasema asante sana Mheshimiwa Rais na karibu sana Kiwalala. Kiwalala oye! Kiwalala oye! Hapa ndio makao makuu ya mtaa. Ndugu zangu wa Kiwalala, kwanza nawashukuru sana kwa makaribisho mazuri mlionipa, lakini niwashukuru sana kwa kura nyingi mlizonipa. Wakati nikiomba kura, ninakumbuka nilifanyizia mkutano pale Mnazi Mmoja na wananchi wa Kiwalala mlikuwepo, nilipita nikawasalimu kidogo. Ninawashukuru sana kwa kura nyingi mlizonipa, asanteni sana. Lakini nawashukuru pia kwa kura nyingi mlizonimpa kijana wangu Nape. Ninawashukuru sana kwa kumchagua kwa kura nyingi. Asanteni sana. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Kiwalala pamoja na Mtama,
mimi pamoja na serikali yangu ninayoiongoza niko pamoja na ninyi. Nataka kuwathibitishia tulianza wote, tutamaliza wote. Na nataka niwaambie kero zenu mlizo nazo tunaendelea nazo kuzishughulikia. Ni vigumu kuzimaliza kero zote siku moja, lakini tumeanza vizuri. Tumeanza na kutoa elimu bure kwa vijana wetu kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari, inaenda vizuri. Mheshimiwa mbunge ameeleza juu ya hatua mbalimbali tunazozichukua, ikiwa ni pamoja na kupeleka umeme vijijini. Tunataka ikifika mwaka 2021-2022 vijiji vyote viwe vimepata umeme. Tunashughulikia swala la maji, hilo nalo tunalishughulikia, lakini niwapongeze kwa kupata hospitali hapa. Hii hospitali ya wilaya ambayo jumla ya bilioni 1.5 tumeziweka hapa. Ninachowaomba wasimamizi wakiwepo halmashauri ya wilaya, mkurugenzi wa wilaya yupo? Uko wapi? Sogea kabisa hapa niwe na kuona. DC yuko? Uko hapa. Simamieni muhakikishe hii hospitali inakamilika. Pamekuwa na mchezo mmoja kwenye hospitali moja hapa iliyojengwa, nafikiri ni shule. Watu wakawa wanajilipa, watumishi. Hebu leta hiyo document yangu hapa ni check hapa. Nirindi. Ngoja ni check hapa. Ndio, hospitali ya mkoa Sokoine pana upotevu wa fedha shilingi milioni 86 zilizolipwa NHIF Lindi toka mwezi Juni 2018 kwenye akaunti ya RAS Lindi. Ninataka hizi fedha zirudi. Ya Lindi tena, nazungumza ya Lindi kwa ujumla. Bahati nzuri mkuu wa mkoa yuko hapa. Kuna kuuzwa gari aina ya Land Cruiser donor funded project namba 6794 mali ya hospitali. Gari liliuzwa kwa mhasibu mkuu Lindi wakati gari ni zima na hospitali haina gari. Matumizi mabaya ya fedha za ukarabati wa ward. Au hamtaki niyasome haya? Matumizi mabaya ya fedha za ukarabati wodi ya watoto zimetumiwa vibaya. Kwa mfano, watendaji kutumia fedha milioni 49.5 kusimamia wakati wako hapa mkoani. Nataka watendaji wote orodha yao yote waliojilipa milioni 49 wazirudishe. Niliona nizungumze haya mapema ili ujenzi wa hospitali hii ya wilaya ya Mitama wasije watendaji wakawa wanaenda pale wanaanza kujilipa. Hizi fedha yote bilioni 1.5 ni kwa ajili ya kujenga hospitali hii hapa. Mtama oye! Mtama oye! Hawa wakulima 20 ngapi? 28 ambao bado wanadai fedha zao tutawaletea kuanzia wiki ijayo, tutaanza kulishughulikia hili. Tumetoa bilioni 30 zimelipwa, lakini tutaongeza fedha zingine ambazo nazo tutazilipa. Ninafahamu kuna changamoto kubwa katika halmashauri hii ya Mitama ambayo inawezekana mbunge hajaizungumza, lakini ninaijua. Nilipokuwa Rukwa nilitoa maagizo kwamba halmashauri za wilaya ambazo ziliundwa na bado zinakaa mjini zihame ndani ya mwezi mmoja. Leo ni tarehe 10 na ngapi? 15. Zimebaki siku 15. Zimebaki siku 15 ili halmashauri hizo ziwe zimehama kutoka mjini. Sasa kwenye halmashauri ya
ya Lindi vijijini inakaa mjini, ina huo ugonjwa wa kukaa mjini. Tulipokuwa tukianzisha halmashauri hizi, lengo lake lilikuwa ni kupeleka huduma kwa wananchi, na ndiyo maana inaitwa halmashauri ya Lindi vijijini. Huwezi ukaiita halmashauri ya Lindi vijijini halafu watendaji wake wanakaa mjini. Hii ni dhambi kubwa, ni kosa kubwa. Kwa hiyo ninarudia, mkurugenzi yuko hapa, anza kujiandaa kabla ya tarehe 30. Kabla ya tarehe 30 wewe na watendaji wako muwe mmeshahama mjini. Na ninafahamu kwenye jiografia ya Lindi vijijini, inaanzia Mchinga, inakuja Rondo, inakuja Mtama, inakwenda mpaka Sudi. Nasema uongo? Kwa hiyo imeuzunguka mji wa Lindi. Na ninafahamu ilipoanzishwa hii, inawezekana palikuwa na mbinu zingine za kisiasa, na hasa upande huu ulisahaulika sana. Nasema uongo ndugu zangu? Lakini ukweli bado unabaki pale pale. Ukitoka hapa Lindi mjini kuja Mingoyo ni kilomita 25, si ndio? Mingoyo yuko kwenye manispaa. Nasema uongo? Ukitoka Lindi kwenda Mchinga ni kati ya kilomita 20-25, si ndio? Iko vijijini, si ndio? Lakini kutoka kule mpaka hapa mpaka Mtama ni kilomita karibu 50 na kitu. Mpaka ukafika kule mpakani zinafika karibu kilomita 71, si ndio? Ukitoka hapa kwenda Sudi nako ni mbali zaidi. Na mkurugenzi unalaumiwa kwamba wamejitolea kujenga hospitali, kupelekagi wataalamu wa kwenda kushiriki kule. Umewasahau watu wa Sudi. Sasa mimi ndio rais, na mimi ndio waziri wa TAMISEMI pamoja na Jafo. Ninatoa maagizo na nataka mkuu wa mkoa na viongozi wa hapa myasikie. Makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Lindi vijijini yatakuwa Mtama. Ni Mtama au hapa? Hapa ndio kuna majengo ya tarafa. Majengo ya tarafa yako wapi? Ninyi mnaanza tena kugombana wakati ni tarafa moja. Basi tuifute hii halmashauri. Majengo ya tarafa yako wapi? Yako wapi? Kwa nini mliyajenga huko kama mlijua hapa ndio pakubwa? Ngoja niwaambie, tukikaa tunabishana hivi, hii halmashauri ninaifuta ikifika tarehe 30. Nataka ninyi mkae, uongozi wa hapa muamue. Kwa sababu hatuwezi tukakaa tunabishana na wote tuko Tanzania. Mabishano yenu huku yatusumbue sisi kuendesha nchi. Nimeshaamua ile tarafa ya Mchinga ihamie kwenye manispaa ya mjini Iringa, ya mjini Lindi. Kwa sababu kutoka Lindi kwenda Mchinga ni kilomita 25, ni zile kama kutoka Lindi kuja Mingoyo. Kwa hiyo ikawe chini ya manispaa. Kule kuanzia Rondo mpaka hapa na kuenda mpaka Sudi, ni lazima muangalie kwenye eneo ambapo patakuwa na senta ya vitu vyote kwa watendaji hawa kufanya kazi. Kukaa pale kwenye makao makuu ya wilaya, mtakuwa mmewasaidia hata wale wengine mpakani mwa Masasi. Mtakuwa mmewasaidia hata wale walio kwenye mpaka wa Ruangwa. Mtakuwa mmewasaidia hata wale wanaokwenda Newara kwenye mpaka wa Ndanda. Mtakuwa mmewasaidia mpaka wa Sudi.
mtakuwa mmewasaidia mpaka Warondo, ili wote muwe mnakusanyikia hapa. Kutoka hapa kwenda kwenye makao makuu ya tarafa ni kilomita ngapi? Kilomita 4. Sasa mna ubaya gani? Makao makuu ya tarafa yako pale, hapa kuna hospitali ya wilaya, mmeshaanza kuyatengeneza makao makuu. Msitake kung'ang'ania kisehemu kimoja, ndipo mnapanua mji. Ila mkishindwa kuelewana, niambieni, ikifika tarehe 30 nafuta hii halmashauri. Siwafichi, simumonyi. Mmenielewa? Mitama oye! Kwa sababu mtaanza kugombana. Wamchinga wanataka makao makuu ya halmashauri ya wilaya, Wasudi wanataka makao makuu ya halmashauri ya wilaya, ninyi hapa mnataka makao makuu ya halmashauri ya wilaya, Mtama wanataka hivyo hivyo, na vijiji vingine. Mtaanza kugombana, mnachelewesha maendeleo. Siwezi nikasubiri watu wanaobishana kwa swala la msingi ambalo ni moja. Makao makuu ya halmashauri hayaji kwenye mji wako, ni mali ya serikali. Ni lazima hawa tuwarahisishie katika siku 15 wao wameshahama, wao wamehama mjini, wahamie huku. Kama wameamua kukaa hapa, ndio kuna makao makuu ya wilaya, makao makuu ya tarafa, mimi wala sijali. Kama wameamua Mtama, mfanye, lakini kabla ya siku 15 zijazo mwe mmeshahama. Nape hoye! Mitama hoye! Najua mmenielewa. Basi ninawashukuru. Nina mawaziri hapa, nina waziri wa maji Profesa Mbarawa, nina naibu waziri wa mabarabara ndugu Kuandikwa, nina naibu waziri wa kilimo Mheshimiwa Bashe, na nani mwingine huko? Huyo ni mke wa Bashe. Mkurugenzi wa maji. Nataka miradi ya maji mingi imesimama inasuasua, muisimamie miradi ya maji maliziki. Hebu zungumza juu ya maji kidogo, Profesa. Idadi ya watu wa hapa ni ngapi? Nape na pale nani? Hapa ni 8,000, hapo ni 5,000. Tuna kata 2. Hapa kuna kata ngapi? Hapa Mheshimiwa Rais ni kata 1. Lakini inawapiga kura 8,000. Pale Mtama na Majengo wapiga kura maana yake pamoja na watoto? Hapana. Mimi najumlisha population ya watu wote mpaka na watoto. Si watakuja kukua baadaye watapiga kura. Lakini kwa maana ya population hapa, population ni kubwa ukilinganisha na Mtama. Ni kama nusu ya Mtama. Sasa kwa nini mlijenga nyumba za katibu tarafa pale? Mheshimiwa Rais, zamani hii kata ilikuwa ni kata ya Mingoyo pamoja na Mnazi Mmoja. Tarafa ni kama vile anakuja mpaka huku. Ule mgawanyo wa kupeleka Mnazi Mmoja mjini ndio uliochanganya. Ndio maana ile tarafa kule. Ni manispaa, ni halmashauri ya vijiji. Ni manispaa. Zamani ilikuwa halmashauri, lakini sasa hivi ni manispaa. Sasa hivi ni manispaa. Ni manispaa ndio. Kutoka hapa kwenda Mingoyo ni kilomita ngapi? Kama 20. Hazifiki 20. Hazifiki 20. Kama 7. Na kutoka hapa kwenda kwenye mpaka kabisa kule unaopakana na Masasi ni kilomita ngapi? Hebu leta hiyo ramani yangu. Najua mmeshanielewa. Kutoka Lindi hadi Mingoyo ni kilomita 25. Lakini kutoka Mingoyo mpaka Mtama ni karibu kilomita 20 na kitu, si ndio? Na kutoka Mtama mpaka ukapakane na Ndanda au na Nganga utakuwa umeingia Masasi, si ndio? Sasa kwa nini mjenge halmashauri ya wilaya karibu tu na manispaa, na wakati lengo lenu ni kupeleka huduma kwa wananchi? Basi tuipeleke Sudi au tuipeleke Mchinga au tuipeleke Rutamba. Sasa kwa nini mnaanza kubishana hapa tu kichwa na miguu? Mheshimiwa Rais, hili ukituachia wangapi? Siziachi, nataka nilimalize hapa.
Wangapi wanakubali tupeleke Mtama au tufute hii halmashauri? Wangapi wanasema Mtama? Mtama oye! Kwa hiyo RC, mkurugenzi wa wilaya, DC, hapa mtajenga na vitu vingine mnavyotaka. Mkitaka mjenge hapa, mjenge wapi, mimi najua ni Mtama. Mtama oye! Mtama unaoliwa oye! Na hata jina lenyewe zuri, Mtama. Mtama unaliwa, Mtama mtamu, Mtama unaongeza nguvu. Nasema uongo? Mtama oye! Ndugu zangu, najua hili nimelimaliza. Kwa hiyo Mheshimiwa Nape, shughulikia hili. Ninajua wanakupenda wananchi wako, na mimi nakupenda. Ulifanya dhambi zako nikakusamehe, na huyu nimeshamsamehe. Sio mtuhumiwa, hana dhambi yoyote. Ninaomba mshirikiane naye katika kujenga Mtama mpya. Mtama ole! Mtama safi! Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Mungu awabariki. Asanteni sana. Barabara za viwango, mapato ya serikali yameongezeka, reli ya viwango, barabara. Subscribe MCL Digital.